Tunaendelea kuchambua vile vifungu vya baadhi ya maandiko ya Biblia ambao Waislamu wanadai kwamba vilikuwa vinatabiri ujio wa Muhammad. Sasa kabla hatujaenda mbali, kwa wale ambao hawajaangalia ile sehemu ya kwanza, nitawapitisha katika somo au aya katika Qurani ambayo ndio inawafanya Waislamu waamini kwamba Torati na Injili zimetabiri ujio wa Muhammad. Tunakwenda kwa haraka tu kwa faida wale ambao ile sehemu ya kwanza wa kuangalia. Tunasoma katika sura ya 7, ile sura inaitwa Surat Al-Araf, aya 157. Unasema hivi: ambao wanamfuata mtume nabii aliye ummi, ambaye wanamuona ameandikwa kwao katika Taurati na Injili, ambaye anawaamrisha mema na wanakataza yaliyo mabaya, na kuhalalishia vizuri na kuharamishia vibaya, na kuondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao. Basi wale waliomwamini yeye na kumheshimu na kumsaidia na kuifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye, hao ndio wenye kufaulu. Kimsingi hili ndio andiko la Qur'ani ambalo linawaambia Waislamu kwamba Muhammad ametabiriwa katika vitabu hivi viwili, kwamba katika Taurati na katika Injili. Sasa leo hii tutapitia vifungu kadhaa vya katika Injili ya Yohana ambavyo Waislamu sehemu mbalimbali ulimwenguni wanasimama kwa kidete kabisa wakijiamini kwamba vinamwashiria ujio wa Muhammad, kwa vilitabiri. Sasa jambo la kwanza hapa tuseme kwa Waislamu kuja na hoja kama hizi, la kwanza kabisa wanatuambia wanaamini katika maandiko yetu. Sasa baadaye wanavyoanza kuona kwamba hivi vifungu vinaanza kuto kuonyesha yale madai yao, wanakimbilia kudai kwamba vitabu vimebadilishwa. Sasa huwezi ukachagua kipi kinakufaa kipi kufai, kwamba unasema wakati huo huo Waislamu wakidai kwamba vitabu vya Biblia vimechakachuliwa, lakini wanapokwenda katika vitabu ambavyo wanataka kutuambia sisi vimemtabiri Muhammad, wanadiriki kuvinukuu. Sasa huu ni mchezo wa paka na panya ambao hauna maana yote. Tukasome hivi vipengele. Tutasoma kwanza Yohana sura ya 14 mstari wa 16. Inasema hivi, Yohana 14:16, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kwamba kipengele hiki au mstari huu wa Injili ya Yohana unatabiri ujio wa Muhammad. Sasa kawaida kwa wewe Mkristo nitakufundisha jambo moja la msingi sana, kwamba Waislamu wanapokuja katika Biblia huwa hawakuruhusu usome tuseme walau hata ile sura moja au usome zaidi ya mstari mmoja. Hilo ni la kwanza ambao wanalifanya. Lakini pia hata wao wenyewe Waislamu wanavyoambiwa na mashehe wao au na viongozi wao au na walimu wao, huwa hawaendi wakasoma kupata muktadha kamili. Hata wale ambao wanajidai wanajua, huwa hawasomi vya kutosha, wanakwenda katika mstari wanatengeneza dhana. Lakini sisi leo tutakwenda kwa kina zaidi. Tunakwenda katika ule mstari mwingine ambao wanautumia pia katika Injili hiyo ya Yohana. Safari hii tunaenda kusoma sura ya 5 mstari wa 26. Unasema hivi: lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Huu ni mstari mmoja wapo ambao Waislamu wanautumia. Sasa kuna mambo kadhaa hapa tayari unaona hoja ya Kiislamu inaparaganyuka pale. Unapokutana neno Baba, hapo tayari unagundua kwamba hapa sasa ni ulaghai wa Kiislamu, kwa sababu wakati wanadai huu mstari unatabiri ujio wa Muhammad, wakati huo tunamwona Bwana Yesu akimuita huyu Mungu, anamuita Baba. Na wao katika Qurani wanasema kwamba Allah si baba kwa mtu yote, hata Muhammad si baba kwa muumini yoyote. Tayari hapo tunaona sasa ni tatizo. Lakini kimsingi leo hii sio hoja tunaojadili, lakini kwa yule ambaye anataka kufuatilia, kuna video kadhaa nimetengeneza zinahusiana kwamba tunasema kwamba Allah si Yahweh, kwa sababu hoja moja hapo nimejenga kule ni kwamba huyu Yahweh anajitambulisha kama baba, lakini kule katika Qur'ani imetoa vifungu kadhaa ambavyo Allah anasema yeye si baba na hataki kuitwa baba. Sasa hili la kwanza yenyewe tayari hoja ya Kiislamu inaanguka. Tunakwenda katika ile sehemu ya 3 ambao wanaitumia pia kutoka Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 7. Inasema hivi: lakini mimi naambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Mambo kadhaa ukisoma hili lazima nicheke ndugu zangu, kwa sababu sina namna nyingine ya kufanya, kwa sababu ukikaa na Waislamu wakikuletea mstari kama huu, kwa Mkristo ambaye umesoma neno na umelielewa na umetafakari na ukausoma Uislamu,
unagundua kabisa hapa tayari ni tatizo. Tayari hoja yao inaanguka pale pale, kwa sababu hapa anayezungumza kwanza ni Bwana Yesu, anasema nitampeleka kwenu. Sasa Muhammad aliletwa na nani? Aliletwa na Allah. Sasa kwa maana yake kama Yesu ndio anamtuma Muhammad, maana yake moja kwa moja Yesu anakuwa ni Mungu wa Muhammad. Sisi wa Kristo tunafahamu Yesu ni Mungu wa kila mwanadamu, Mungu wa viumbe vyote aliyeumba mbingu na nchi. Hilo hatuna mjadala nalo, hilo hatulikaidi hata dakika moja. Lakini je, Waislamu mnaweza kukubali kwa mstari huu kwamba huyu Yesu ndio Mungu wa Muhammad? Hilo ni swali na kuachia wewe mwenyewe ndugu yangu Muislamu ulitafakari. Lakini tunaende, haya ni maandiko yenu wenyewe ambayo mnayachukua kusema kwamba Muhammad anatabiriwa humo. Hayo ni kwenu kutafakari. Sasa hoja yao hii ya haya maandiko matatu tunasema ni hoja ya ismu, yani tunaita linguistics. Sijui ismu manake ni mchezo wa maneno tu, na inatoka wapi? Kwa sababu unapokwenda kama nilivyosema katika moja yangu ya mafundisho huko nyuma kwamba Agano Jipya lugha yake ya asili iliandikwa katika lugha ya Kigiriki. Neno msaidizi au mfariji au mshauri katika ile lugha ya Kigiriki pale, neno linatumika pale ilikuwa ni parakletos. Neno linatumika pale ya Kigiriki ni parakletos, ambao tafsiri yake inakuja msaidizi, mfariji au mshauri. Ndio unakuta hawa watafsiri wa Injili hizi kama ya Yohana ndio wanatumia hivyo. Sasa Waislamu wao hoja yao wanaoileta ni kwamba neno ambalo lilikuweko pale kwamba Wakristo lilibadilisha, lilikuwa ni periklutos. Ukumbuke neno ambalo katika Injili za kale zile za Kigiriki zinasema neno lilotumika pale la Kigiriki ni kwamba ni parakletos. Wao wanadai neno lilotumika pale ni periklutos, ambayo maana yake katika kwa mfano katika Kiswahili inasema mwenye kusifiwa au mwenye utukufu, ambayo ukilitafsiri katika Kiarabu linakuja maana yake neno Ahmed. Na katika Qur'ani neno Ahmed, hili jina Ahmed limetajwa mara moja tu. Muhammad linatajwa mara 4, Ahmed linatajwa mara moja. Sasa Waislamu wanadai Ahmed na Muhammad ni jina hilo la Muhammad, lakini waambie ukweli, haya ni majina mawili tofauti. Mimi jina langu naitwa Ahmed, lakini ninapokuwa katika umati wakiita Muhammad sigeuki, kwa sababu najua lile si jina langu. Waarabu wanafahamu mimi jina langu ni Ahmed, hili ni jina langu ambalo nilipewa. Lakini niwapo katika umati mtu akiita Muhammad sigeuki, kwanza hainijii akilini kwamba ni wananiita mimi. Hii ni tu ni hadaa moja hapo ya hawa Waislamu wanaileta, kwa sababu Ahmed na Muhammad ni majina mawili tofauti kabisa. Yanawezekana na maana zinazofanana, lakini kimsingi ni majina mawili tofauti. Lakini hii sio hoja kuu. Hapa ni tunapeana elimu tu. Sasa katika jambo jingine wanaliangalia ni kwamba hiyo ni hoja ya kwanza, kwamba Wakristo walichakachua Injili wakaondoa neno parakletos, wakaondoa neno periklutos, wakaliweka parakletos. Na hoja nyingine wanasema kwamba huyu msaidizi au huyu mfariji inafaa kuwa nabii wa kibinadamu na sio roho, kwa sababu hii sifa inamfaa mwanadamu, sio roho asiyoonekana. Tukasome Injili ya Yohana hiyo katika sura ya 16 mstari wa 13 kujaribu kuonyesha hoja yao inavyosema kwamba lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Sasa hii ni sehemu moja hapo ambao Waislamu wanaitumia kusema kwamba huyu anakuja na kweli yote, kwa sababu kwa mujibu wa Qur'an wanasema kwamba Muhammad ndiye alikuja katika kuleta neno la kweli. Lakini katika mstari huo unaona Roho wa kweli. Tayari huyu msaidizi anapewa sifa ya Roho wa kweli. Muhammad hatambuliki katika title hiyo, tuseme hatambuliki katika sifa hiyo kwamba yeye ni roho. Hili la kwanza la msingi sana. Jingine ambao wanasema ni kwamba jingine hapa ambalo wanalizungumzia ni kwamba atawaongoza kwenye kweli yote. Katika mstari huo 16-13 kwamba ile swala kwamba atawaongoza katika kweli yote, kwamba katika Islamu ndio inaleta kweli. Kwa hiyo huyu anayezungumzwa katika hizi vifungu vitatu au hizi Injili ya 14, 15 na 16 Yohana, huyu ni Muhammad. Sasa tunaenda kuangalia hizi hoja zina mashiko, na ili kupata kujua kama hizi hoja zina mashiko au la, lazima tuende katika maandiko yenyewe yajiseme, yani wacha andiko lenyewe lijiongelee.
Shida moja inayotokea ni kwamba Waislamu wana desturi ya kuchukua mstari mmoja mmoja na kutengeneza dhana. Sisi Wakristu japo huwa tunatumia mstari mmoja wa kuleta fundisho fulani, lakini tunapokuja kwenye suala la kithiolojia tunaangalia kitabu kizima, mwandishi alikuwa na dhana gani, au tunaweza tukashuka katika aya ile aya, kwa mfano sura, muktadha wake unasema ni. Kwa hiyo tukienda kuiangalia Injili ya Yohana hii sura ya 14 au tukaangalia sura ya 15 na sura ya 16, unaona wazi wazi kabisa huyu anazungumzwa hapa hawezi kuwa Muhammad kwa sifu kwa mambo kadhaa. Kwanza kabisa ni swala kwamba Bwana Yesu mwenyewe anamzungumzia huyu msaidizi, anasema asiyeonekana, kwamba nyinyi kwa sababu hawamjui, kwa sababu hawamuoni. Tutaenda kusoma Yohana sura hiyo ya 14 mstari wa 17. Unasema hivi, sura ya 14 mstari wa 17. Ndiye Roho wa kweli. Hapo tunaanzia hapo. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Mambo kadhaa. Ulimwengu huyu msaidizi haonekani, lakini pia wakati huo Bwana Yesu anawaambia kwamba nyinyi mnamtambua, ulimwengu hawamtambui, lakini pia anakaa ndani yenu. Anasema huyu msaidizi anakaa ndani yenu. Muhammad hakai ndani ya mwanadamu yoyote, na hakuna uthibitisho wote katika mafundisho ya Kiislamu kwamba Muhammad atakuja atakaa ndani ya wafuasi wake. Tunachokijua na Waislamu wanakiri kwamba hapa tunapozungumza sasa hivi Muhammad yuko kaburini, mwili wake uko kaburini, hana uwezo wa kuona hata kilichopo katika nje ya ile kaburi. Hiyo ndio mafundisho yalivyo kwa Waislamu, mbali ya kusema kwamba atakaa ndani yao. Kwa hiyo hii ni hoja dhaifu, haina mpango wowote. Na tukasome tena kwamba hii inaondoa hii hoja na anaishi ndani mwao. Nadhani nimeizungumza hiyo. Jambo jingine ni kwamba atakaa nao milele. Tunajua toka mwaka 632 Muhammad bado yuko kaburini. Huyu roho atakaa na hawa wanafunzi na hawa Wakristo milele, kwa sababu hata tunapokufa sisi bado tunapata neema ya kufika kwenye uwepo wa Mungu, ambao uwepo wake nao Mungu anaendelea kuishi ndani mwetu. Hili ndio fundisho la Ukristo, kwamba hata baada ya kufa tunaendelea kuishi katika uwepo wa Mungu na Mungu anaendelea kuwepo ndani mwetu akiwemo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hilo nyenye pia linaangusha ile hoja. Tuende katika hoja nyingine, ni kwamba neno Perikletos na Parakletos. Sasa kuna series ambayo nilizitengeneza kuhusu umahiri wa Biblia. Biblia hii tulionao sasa ina ushahidi wa masalia maelfu kwa maelfu. Kwa mfano, Biblia ya Agano Jipya peke yake ina masalia yasiyopungua 25,000. Katika hayo 5,800 peke yake yako katika lugha ya Kigiriki, na katika hayo 5,800 baadhi yake yanatoka katika karne ya kwanza. Tuna masalia ya kwenye karne ya 4 sawa mawili, moja inaitwa Codex Vaticanus na moja ni Codex Sinaiticus, ambayo kwa mfano Codex Sinaiticus ni masalia ya Biblia la Agano Jipya liko kamilifu, ambalo linasadikika kwa utafiti kwamba liliandikwa mnamo katikati ya karne ya 4, miaka zaidi ya 200 kabla ya Muhammad kuchomoza na kuanza kazi yake. Na tukirudi katika Codex Sinaiticus au Codex Vaticanus, ambapo zote zimeandikwa katika karne ya 4, tunalikuta neno Parakletos, hatulikuti ile neno Perikletos. Kwa hiyo hoja ni mfu. Waislamu hawana ushahidi wowote, zero, kwamba kabla ya hapo palikuwepo na neno katika ambao unasema Perikletos. Hakuna ushahidi wowote zaidi ya midomo yao tu. Huo ni upuuzi kabisa. Tuseme kwamba jambo jingine la msingi, tunamwona Bwana Yesu mwenyewe anamtambulisha huyu msaidizi ni nani. Twende tukasome Yohana 14:26. Yohana 14:26 anamsema wazi wazi huyu ni nani. Bwana Yesu anasema hivi, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, anamtaja huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba. Hapa ni mambo mawili ya msingi ambayo yanavunja hii hoja ya Kiislamu, hoja ya kipuuzi kabisa,
Katika mojawapo ya mambo ambao huwa nafundisha kwa hisia kali ni huu upuuzi wa Waislamu kumuingiza Muhammad katika Injili ama kumuingiza katika kitabu chochote kile cha Biblia. Huu ni uhuni, huu ni uongo, na ndugu yangu Muislamu, haukupeleki wote. Tafakari sana. Kama imani yako inahitaji uongo upate kuamini, fikiria upya, kwa sababu roho yako, hatima ya roho yako sio ya kuichezea. Kama shehe wako anafika pahala anakudanganya hili, tafakari sana. Nasema hivi kwa upendo, japo kwa ukali, lakini nasema kwa upendo, kwa sababu mwisho wa siku hatima zetu za maisha baada ya haya ni jambo la msingi na kulitafakari. Naomba niseme hilo kwa uwazi kabisa, siseme kwa ajili ya kuzodoa hapa, ila naomba sana tuelewane. Kwa hiyo Bwana Yesu anamzungumzia huyu msaidizi ni Roho Mtakatifu, na pia Baba atampeleka. Hakuna katika mambo ambayo Qur'ani au Uislamu unapinga ni swala la Mungu kuitwa Baba. Hapa tuna hoja imeanguka, hoja ni mfu kabisa. Tuende katika swala jingine kwamba sijui niseme nini, kwamba Allah hataki kuitwa Baba. Hapa Bwana Yesu anasema Baba atamtuma. Kwa hiyo tunapoangalia hapa, kimsingi kabisa maana yake nini? Ukisoma Injili ya Yohana, ukasoma hizi sura 3, sura ya 14, 15, 16, kwanza utagundua mambo kadhaa. Kwanza, zinathibitisha umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pili, zinathibitisha Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo Waislamu ukijaribu kwenda huku ni sawasawa wanawapeleka ndugu yangu Muislamu, na kuhakikishia uende ukaisome Yohana sura ya 14, 15, 16, utaona umungu wa Bwana Yesu, utauona Utatu Mtakatifu, kwa sababu hapa Bwana Yesu unamwona kabisa anajizungumzia, nimetumwa, nimemaliza kazi yangu, ninarudi na nitamuomba Baba amtume kwa jina langu huyu Roho. Maana ya jina langu ni kwa mamlaka, kwamba Bwana Yesu ana mamlaka ya kumtuma Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya ule Mungu Yahwe. Kwa hiyo ukienda huku utapata ushahidi jinsi gani Mungu huyu Yahwe anajithibitisha katika Utatu Mtakatifu, na jinsi gani hoja hii ya Waislamu kudai kwamba humu kunazungumzia Muhammad kwa kweli ni hoja dhaifu mno. Kwanza haina mashiko hata chembe. Hapa tunacheza mambo, tunacheza lugha tu. Kwa hiyo ndugu zangu, sina jingine la kuongeza kwa hili. Katika awamu ijayo tutaangalia fungu vingine ambavyo Waislamu nao wanakuja wakidai kwamba vinamtabiri Muhammad. Na mtaniwia radhi, imetumia lugha ya ukali kidogo, lakini sina namna nyingine. Ndugu yangu, kama Muislamu unaangalia mfululizo huu, tafakari kwa makini sana. Chukua Biblia, nasema kila mara, download katika simu yako janja, unaweza kuisoma sirini. Pengine inaweza kawa ngumu kwako wewe kuisoma, kuichukua na kuisoma kwenda bookshop kuinunua, lakini unaweza ukaidownload katika simu yako, ukaisoma kwa utulivu, ukapata mwenyewe tafsiri yako katika lugha unayoitaka wewe. Kama unadhani ukiisoma kwa Kichaga utaelewa zaidi, ama kwa Kinyakyusa, au kama kwa Kijaluo, ni wewe huru, au kwa Kiganda, kwa nini haya maneno maana yake hayabadiliki. Lugha inabadilika, lakini maana na kusudio la Mungu katika kufikisha ujumbe huu haubadiliki kamwe. Mungu akubariki, na nakusihi uendelee kufuatilia channel hii, follow channel hii, like, na pia share kwa wale ambao unadhani watafaidika nayo. Asante sana, na tuendelee kufuatilia channel hii. Mungu akubariki sana.